Karibu katika hatua yetu ya 14. Katika hatua yetu ya 14 leo tunatazama wapi unaweza kupata mtaji. Hatua yetu ya 13 tuliangalia aina ya mitaji ama aina ya vyanzo vya mitaji. Tukaona sasa tunataka tuangalie utapataje mtaji. Sehemu ya kwanza ambayo unaweza kupata mtaji ama chanzo. Wengi wanalalamika sana, sasa mimi napata wapi mtaji? Sasa napata wapi mtaji? Hatua zilizopita tumeshaona mifumo ama miundo ama aina ya mtaji ni nini na nini. Lakini hapa sasa tutaona wapi unaweza kupata. Sehemu ya kwanza kabisa unaweza kupata mtaji ni mikopo kutoka taasisi za umma. Kwa mfano kuna mikopo ya vijana kwenye halmashauri zote, masuala ya mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ipo na taasisi za kifedha kama vile kwa mfano kuna zile benki kama benki, lakini pia kuna hizi za mtaani, kila mahali zipo sasa nchi nzima, tunaita vikoba. Kuna nyingine tunaita mchezo, kote huko unaweza kupata mtaji. Kuna SACCOS hizo na taasisi nyinginezo za mikopo, zile ambazo unakopa kwa vigezo kadhaa, zote hizo huko kote unaweza kupata mtaji. Lakini sehemu ya pili ambayo unaweza kupata mkopo ama njia ya pili ni akiba. Sasa hapa inategemea kama unaweka akiba ama uweki. Lakini kama unaweka akiba yako unaweza kaitumia kwa ajili ya kuanzishia wazo lako la biashara. Sasa hii njia rahisi sana kujipatia mtaji kwa sababu kama utaanza nidhamu ya kuweka kidogo kidogo. Kwanza sasa ninapozungumza kuna msemo wa Kiswahili ule unasema haba na haba hujaza kibaba. Weka lengo sasa la kiasi cha mtaji unachokitaka angalau mwisho wa mwaka kwamba upate. Anza sasa hivi. Kila siku unasema nitaanza. Huu ni mwaka wa 10, mwaka wa 5, tunasema utaanza. Nakumbuka wakati mmoja nikiwa kijijini mwaka 2000. Mwaka 2000 nikiwa kijijini nilipata wazo moja la kupanda miti fulani ambayo miaka 15 wakuto shavuna. Lakini wakati huu tukawa nasema nitapanda. Leo huu ni mwaka wangapi? Ni miaka zaidi, ni miaka 20 na tayari ungekuwa ni mtu unaweza ukavuna kabisa. Nimekuja kukumbuka juzi kwamba ingelikuwa wakati ule. Kwa usiwe kama mimi hapo nilivyofanya. Kwa hiyo sasa hivi anza sasa. Ukiwapata wazo lianzisha sasa. Kwa sababu itakuja miaka, utashangaa miaka 10 imepita. Utasema ningejua, ninge haijawahi kuleta matokeo hata siku moja. Sehemu ya 3 ama chanzo cha 3 cha mtaji ama unakoweza kupata mtaji ni ufadhili. Ufadhili mbalimbali. Kuna mashirika, kuna taasisi za serikali na sio za serikali, pia mashirika mengine ambao hutoa vifaa, hutoa fedha, kama sehemu ya kuwezesha wanajamii kiuchumi. Sasa ile ni moja wapo. Sasa kazi kubwa hapa ni kufanyaje? Tafuta kujua, tafiti, fuatilia, jua wapi unaweza kupata. Kuna mashirika gani, kuna NGO gani, ama kuna watu gani wanaweza kutoa ufadhili. Tafuta mbinu ya kuingia hapo, upate ufadhili. Upatie mtaji hapo. Hicho pia ni chanzo cha kupata mtaji. Either wanatoa vifaa, kuna mashirika yanakuja yanatoa vifaa fulani au yanasaidia mtu aliyeanzisha kitu. Kama ni biashara, kama ni huduma umeanzisha fulani, wanakuongezea. Nimeona mara kadhaa kuna mashirika kwa mfano, labda una viwanda. Kama una kiwanda kidogo umeanzisha, wao wanakuja kukuongezea mtaji. Au wanakuongezea mashine. Wao wanakuambia wewe sema unazalisha nini? Mpunga. Pengine unakoboa mpunga, unazalisha mchele, una grade vizuri. Wanakuambia sisi tutakuletea mashine ya kisasa labda ya kugrade. Ila tunataka tuone kitu ulicho nacho. Masuala ya uchumi ni masuala mtambuka sana. Yaani masuala ya kiuchumi mtu anapotaka kuwezesha hasa wawekezaji au wafadhili mara zote wako kimkakati sana. Wanaangalia wewe una nini. Unasema una nini mkononi. Sio unasema sina chochote. Hata maandiko yamesema kabisa matakatifu kwamba asiyenacho hata kile kidogo ananyang'anywa. Onyesha hatua, angalau onyesha kitu fulani. Kwenye ufadhili sasa ni rahisi sana kupata kuongezewa ama kupata mtaji zaidi. Lakini pia wapi unapata mtaji? Chanzo kingine cha 4 ni kwamba kwa kuanza na mali zako mwenyewe. Unaweza kuanza na mali zako mwenyewe kama ambavyo nimekwisha kuelezea katika hatua ya 13. Unaweza kuanza na mali zako mwenyewe, vile vitu ulivyonavyo nyumbani. Hebu tazama hivi vitu vyote hapo ndani. Hakuna kitu unaweza kutumia kwa ajili ya kuanzia biashara. Nimetumia mfano rahisi sana kwa biashara ndogo ya kawaida, lakini inaweza kukupa fedha nyingi. Kwa mfano, kuna watu wanahitaji maji, jua linawaka, unakuta mtu anataka maji ya shilingi 100, 200. Maji unayo bombani, ni kitendo tu cha kuchemsha.
Alafu una friji iko hapo nyumbani, unawekea vitu vya nyumbani, nafasi ipo. Tena vitu vya nyumbani umeweka tu vitu vichache au hamna kabisa. Unaweka maji kule unauza. Unaweka hapo mazingira ambayo maji yanauzwa. Utauza maji miaka na miaka. Watu watakunywa maji miaka na miaka. Hakuna siku watu watasema sasa hatunywi tena maji. Unaanzia hapo. Kuliko kusema sina cha kufanya. Sio kweli. Hakuna mtu ambaye hana cha kufanya. Na ndio maana naeleza pia vyanzo vingi ili wewe ukose sababu ya kujifichia. Lakini pia hatua ya 5 ama chanzo cha 5 ni kwamba msaada kutoka kwa marafiki na ndugu. Ni jambo la msingi kwa kuanzia angalau kutafuta pia mtaji kwa ndugu au kwa marafiki. Unaweza kutafuta kwingine hata kama pengine haupendi sana, lakini kama unaona ni chanzo pekee kinachoweza kukufanikisha, tumia huo kama mkakati. Sasa wengine utasema kwamba wewe ndugu zangu mimi hawawezi kunisaidia chochote. Viko vile vyanzo vingine ambavyo nimetangulia kusema na vinavyofuata pia. Chanzo cha 6 ni zawadi. Inawezekana kwa mfano kuna vifaa umepewa. Umepewa labda vifaa fulani. Umepewa vifaa fulani kama zawadi. Kuna mtu kwenye harusi yake alizawadiwa mashine ya kushona. Lakini imekaa ndani miaka yote haijawahi kufanya kazi. Kama uwezi kushona, kodisha sasa. Tafuta mtu mkodishie. Mkodishie mashine hiyo cherehani ulionayo, mkodishie. Yeye aanzie hapo. Aanzie hapo kama yani yeye ile unalipwa kila baada ya muda fulani. Ama sivyo basi jifunze ujuzi, anza kushona, tayari unao. Na ujuzi unaweza kaenda tu, sio lazima kwenda kusomea. Unaweza kupata mtu akakufundisha. Wengine tena hata bure wanakufundisha tu kulingana na kama una mahusiano mazuri. Ukaanzia hapo kama mtaji. Lakini chanzo cha 6, chanzo cha 7 kumradhi, mali kauli. Unaweza ukawa unafanya biashara mali kauli, lakini inatakiwa uwe mwaminifu, ndio sifa kubwa. Ukienda kuna mtu kwa mfano, unamwambia bwana mimi nina mteja wa bidhaa yeye ambazo anazo dukani kwake. Kama ni dukani ama ni vitu anafanya ama anafuga. Chukulia kwa mfano wewe unamfahamu mtu anayepika kwenye shughuli, kwenye hafla, kwenye shughuli mbalimbali, labda harusi. Yeye ana kampuni ya mambo ya upishi na kutengeneza, tunasema uandaaji wa matukio, event management hizo. Yeye huwa ananunua kuku wengi kwa sababu ana mahitaji makubwa. Na wewe unamfahamu mtu ambaye anafuga ama ni rafiki yako anafuga, anakuamini, ni mtu mnaaminiana vizuri. Na yule mtu wewe pia unamfahamu yule ambaye anaandaa ama anapika, ana shughuli hizo za sherehe. Kwa nini wewe uko hapo katikati? Unamfahamu aliyoko kulia na aliyoko kushoto. Yaani mnunuzi na muuzaji. Kwa nini wewe usikae katikati pale? Huyu wa kununua mwambie bwana mimi nina kuku mahali. Wakoje hivi na hivi vile na vile, anakueleza sifa anazotaka. Anakuambia na bei. Alafu wewe unakuja na huyu anayeuza, unapatana naye, bwana unauza shilingi ngapi? Punguza, unapatana naye, punguza bwana wewe. Labda pengine huyu anayeuza anasema mimi nauza shilingi 10,000. Anauza shilingi 12,000 mathalan. Ana kuku wake kadha wa kadha. Alafu huyu anayenunua yeye anakuambia mimi nanunua kwa shilingi 12,000. Sasa huyu amesema 12,000 anayeuza na anayenunua ananunua kwa 12,000. Sasa wewe ukija kwa huyu anayeuza ambaye ni rafiki yako, unamwambia bwana nipunguzie kwa shilingi 10,000. Akakubali. Maana yake unawachukua na unamwambia bwana sasa nipe nitakuletea hela baadaye. Pengine umeshapatana na anayenunua, ukileta mzigo mimi nakabidhi hela. Unachukua hapa, unapata hapo 2,200 kwa kila kuku. Unaenda unamuuzia, anakupa ile hela. Kanuni kubwa kwenye hii njia ya mtaji hapa ni uaminifu. Chukulia umepata kuku, mtu ana oda ya kuku 700. Kwa hiyo unaweza kuchukua shilingi 2,200 mara 700, utagundua umepata shilingi ngapi bila kutoa jasho lolote. Kuna watu ni matajiri wakubwa. Hii biashara ni muundo wake ni ile tunaita brokers au madalali. Inaendana na muundo huo. Kwa hiyo wengi wanapata fedha nyingi sana kwa sababu pia hatumii nguvu. Fikiria umeuza kwa mfano, tuchukulie mfano umeuza kuku 700. Unapata shilingi ngapi kwa wakati mmoja tu? Tayari ulikuwa na biashara yako unatamani kuanza, umeshapata mtaji wa kuanzia. Kwa hiyo pia malikauli, mfumo wa malikauli tayari ni msingi wa mtaji. Cha msingi ni uaminifu tu. Chanzo cha 8 ni kwa kushiriki shindano. Kuna mashindano mbalimbali yanaendeshwa kwenye mitandao, ukipitia kuna mashindano kwenye nchi mbalimbali, kuna mashindano mengine unashiriki hata kwenye nchi zingine, lakini kuna mashindano mengine ni humu ndani ya nchi.
yanatokea mara kwa mara. Ukiwa ni mtu wa kufuatilia hivi vitu utajua. Ukiwa ni mtu wa kuuliza utajua. Unashiriki shindano fulani, pengine linahusisha masuala ya vipaji, linahusisha masuala ya teknolojia, linahusisha labda masuala ya ubunifu. Kwa mfano sasa hivi tuchukulie mfano kwenye nchi ya Tanzania, moja kati ya ajenda kubwa ni masuala ya nishati safi. Sasa nishati safi unaweza kaona kwamba kuna kudesign majiko banifu, labda mkaa unaotokana labda na mambo ya takataka, ambayo unatengeneza, unatumia makaa kidogo, sio kwenda kukata misitu. Kuna majiko labda ya gesi, umebuni jiko zuri la gesi, labda unatumia gesi vizuri, jiko la umeme, ukafanya ubunifu. Labda kuna mashindano kama hayo. Unafanya shindano, unaonyesha ubunifu wako, unapata mtaji. Utaona kuna watu wanapata fedha nyingi sana kama yani kwa kushiriki mashindano. Kwa hiyo ni wazo lako tu, unaamua kulipeleka, unalifanyia kazi kwa kujiamini pasipo kuogopa. Unajaribu kifeli, unajaribu tena, iko siku utashinda na unapata mtaji kabisa. Asante sana kwa kusikiliza, na hivi ndivyo vyanzo vya mtaji kwa kadhaa tu. Viko vingine vingi zaidi ya hapa, unaweza kufuatilia ukajua. Sasa nataka nikuulize katika hatua hii. Je, katika hatua hii wewe huna kabisa katika vyanzo hivi ambacho kimoja unaweza? Sio kweli. Katika vyote nilivyovitaja, kipo kimoja wapo unakiweza. Chukua hatua, ondoa uoga, ondoa hofu, kwa sababu hofu itakukwamisha. Asante, karibu katika hatua yetu ya 15. Kwa sababu hatua ya 15 pia inakusaidia kujua sasa. Bado tunaendelea na swala la mtaji. Inaendelea kukusaidia. Kama ulishindwa hatua ya 13, ya 14, sasa ya 15 kuna kitu kingine na kuongezea kitakachokufanya uweze kupata mtaji.